Nina uhakika kabisa kwamba Tanu alikuwa na ugomvi na Ngalewa, na kama hawakuwa na ugomvi basi Tanu anamuonea wivu Ngalewa kutokana na heshima anayopewa kwenye himaya ya Mantale, kwa sababu hawezi kuchukua mzigo ambao amebebeshwa Nzula, malikia wa himaya ya Mantale, akampa Mr. Ngalewa, kutokana na kwamba jani la Mvulakiza ndilo jani ambalo linafahamika na watu wachache tu, watu watatu: Mganga Tanu, Chifu pamoja na Ngalewa mwenyewe. Sasa ni kwa nini anaamua kumsingizia hii kesi ya kwamba yeye anaweza hakawa alitaka kumuua nani? Kumuua chifu wa himaya ya Mantale, na chifu lazima atakubali kabisa, kwa sababu siamini kwamba atashindwa kumwamini Mr. Tanu kutokana na kile alichokisema kwamba lile jani lililotumika kwenye chakula kilichotumika kumlisha yeye lilikuwa ni jani ambalo linatambulika na watu wachache tu kwenye himaya ya Mantale. Sasa Tanu amekwenda kumsingizia kesi Mr. Ngalewa. Je, ulishawahi kujiuliza ni kwa nini Tanu anafanya hivi? Mimi naamini kwamba pamoja na kwamba Tanu ametoa mchango mkubwa sana kwenye himaya ya Mantale, ameudhibiti mzimu wa Kopaku, lakini bado kuna mambo ambayo yananifanya niamini kwamba Tanu anaweza akawa ni mganga, lakini mganga muhuni. Kwa sababu gani ninasema hivyo? Hebu tukumbuke pale awali tu Tanu alipofika nyumbani kwake baada ya muda mrefu, akamtazama mke wake. Unakumbuka alisema nini? Alisema kwamba chungu cha mke wangu kimekuwa kikubwa. Unajua alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha kiuno cha mke wake kimekuwa kikubwa. Sasa haya ni maneno ambayo mganga mstaarabu, mtu mwenye heshima zake hawezi kusema hata siku moja, kitu ambacho kimenifanya niamini kwamba huyu mganga ni muhuni, na kilichomtoa kwenye himaya ya Mantale sio kama alivyodai kwamba alikuwa amekwenda kutoa msaada kwenye himaya ya jirani kwa sababu ilihitaji zaidi msaada wake. Mimi naamini kwamba atakuwa alikwenda kufanya mambo yake binafsi, yakiwemo masuala ya wanawake, kitu kama hiki hapa. Lakini pia unaweza ukaona ni kwa namna gani atakwenda kuharibu mipango ya Kitana, kwa sababu Kitana ameambiwa na Binyanza ya kwamba upo msaada unaweza ukatoka kwa baba yake. Baba yake anaweza kutoka kwenye msitu wa kifo, kwa sababu kuna mtu mmoja tu ambaye ana uwezo wa kuingia kwenye msitu wa kifo na kutoka akiwa salama. Huyo mtu sio mwingine zaidi ya Ngalewa. Sasa Ngalewa kwa sasa tayari anakwenda kuingia kwenye kinyang'anyiro, kwa sababu naamini kwamba chifu lazima atamkamata Ngalewa na kumpeleka Lumande, na episode ya 52 au episode ya 53 haya matukio ndipo yatakapoweza kufanyika na yataonekana kwa dhahiri shairi kabisa, kwa sababu sidhani kama chifu ataacha kumhamini Mr. Tanu kutokana na msaada aliyoutoa, kwa sababu tuliweza kuona hapo awali Ngalewa alipewa kazi ya kumdhibiti mzimu wa Kopaku, lakini alishindwa. Lakini mwamba Mr. Tanu amefanikisha hili jambo, so hiki ni kitu ambacho kinampa credit kubwa ya kuaminika na chifu kuliko jinsi ambavyo chifu anamwamini nani? Anamwamini Ngalewa. Hivyo basi maneno yaliyotoka kwenye kinywa cha Mr. Tanu yanaweza yakawa yameaminika kwenye akili au ubongo wa chifu wa himaya ya Mantale. Lazima atafanya jambo lolote lile kuhakikisha kwamba anamkamata Ngalewa na kumwachia nani? Kumwachia Nzula. Lakini kuna kitu ambacho nimekinoti hapo, wakati ambao Mr. Tanu alikuwa akimweleza chifu ya kwamba Ngalewa anaweza akawa alihusika kutumia lile la Mvulakiza ama lile jani ambalo lilitaka kutoa uhai wake. Nilimuona mlinzi mkuu wa chifu wa himaya ya Mantale, Faru wa Zamba, akifurahia kana kwamba huenda kuna connection kati ya Faru pamoja na mganga wa himaya ya Mantale Mr. Tanu. Ni kwa nini ninasema hivyo? Naamini kwamba hata wewe macho yako alikiona hiki kitu. Sasa unaweza ukasema kwamba huenda mwamba Mr. Tanu anafanya yote haya ama ametoa maneno ambayo alielekezwa kutamka na nani? Na Faru wa Zamba, kutokana na maelekezo yaliyopewa na nani? Na Malikia mdogo Nandela. Sasa nikuombe, kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa Anova Films, bonyeza neno subscribe, like, lakini pia usisahau kushare video hii. Kama nilivyokuambia ni kwamba leo tutachambua kwa kina, hivyo utakiwi kuondoka kabisa, na nataka nikwambie ukweli ninaoamini kabisa kwamba una uhalisia ndani yake, ni kwamba himaya ya Mantale watu wengi wanahitaji sana. Sasa nina imani kabisa kwamba wengi watakuwa wameamini kuna
ushirikiano kati ya Mr. Faru wa Zamba pamoja na mganga wa himaya ya Mantale Mr. Tano, bila kusahau Nandela. Huenda wote wanafanya kazi kwa kushirikiana, na ndio maana kesi wameipeleka kwa Ngalewa, kwa sababu tunakumbuka kipindi cha nyuma Ngalewa aliombwa kutoa msaada na nani, na Nandela waweze kushirikiana kuhakikisha kwamba wanaipindua himaya ya Mantale, lakini Ngalewa alionekana kukataa kabisa. So nafikiri kwamba hiki kitendo kitakuwa kilimkasirisha Nandela na kuamua kumpatia amri Faru wa Zamba amtafute nani, amtafute Tano ili waweze kumtafutia kesi. Nafikiri kesi yenyewe ndio hii hapa tayari imetengenezwa. Hebu angalia jinsi ambavyo mchezo umetengenezwa. Ukijaribu kuangalia yule mpishi ambaye alipika chakula ambacho kilisemekana kwamba kina sumu ambayo alikula chifu, ameshauawa, na aliyemuua wote tunamfahamu ni Faru wa Zamba, na alimuua kwa sababu ya kuficha ushahidi ili kuonekana kwamba wanatakiwa wasimpate mtu husika aliyesababisha kutoa lile lamvu la kiza. Na hapo ndipo nilipopata majibu kabisa kwamba Faru wa Zamba yeye ndo ambaye alitumia lile lamvu la kiza, na Nandela alikuwa anajua kila kitu kinachoendelea nafikiri, lakini kuna namna unaweza kusema kwamba hakujua kinachoendelea kwa sababu hata yeye aliweza kushangazwa na kitendo kilichotokea kwa chifu. So nafikiri kwamba lamvu la kiza litakuwa linahusiana sana asilimia nyingi na Faru wa Zamba, bila kumsahau mganga wa himaya ya Mantale yani Mr. Tano. Lakini pia tuliweza kuona namna ambavyo Mr. Maginga amekuwa akijibizana na Faru wa Zamba. Kitu ambacho kinamfanya atolee maneno Faru wa Zamba ni kwamba yeye anatambua siri nyingi kuhusu kuhusu uhusiano wa Faru pamoja na Nandela, kitu ambacho kinamfanya Mr. Faru wa Zamba amhofie zaidi Maginga. Lakini kuna kitu ambacho tumeona ni kwamba Mwamba Manyakenda alihitaji kutoa siri kubwa kabisa kumuhusu Maginga, lakini hakumwambia kwa sababu Maginga aliweza kuingilia. Je, ataendelea kuficha mpaka lini? Na moja kwa moja tayari Faru ameshagundua kwamba kuna siri ambayo Manyakenda anaitambua. Hata Maginga hataki kuona kwamba hii siri inatoka kwenye midomo ama kwenye mdomo wa Manyakenda. So nafikiri kwamba Faru sidhani kama atakata tamaa, kwa kuwa Mwamba Maginga amemuonya ya kwamba asifuatilie mambo yake kwa sababu hata yeye anaweza akamharibia kwa chifu. Naamini kabisa kwamba Faru wa Zamba lazima atamfuata tena nani? Atamfuata Manyakenda, na Manyakenda lazima atamwambia ukweli wowote kwamba huyu ni mtoto wa chifu. Maginga ni mtoto wa chifu aliyepita. So hiki ni kitu ambacho nafikiri kwamba kitakwenda kutokea episodi ya 52 hadi episodi ya 53. Lakini kwa wakati huu nafikiri kwamba itakuwa ni vema kama utatuambia kupitia comment ni kipi ambacho unafikiri kwamba kinakwenda kutokea episodi ya 52. Kama sio episodi ya 52 basi kitatokea episodi ya 53. Mimi nafikiri kwamba episodi ya 52 kutakuwa na ugomvi mkubwa zaidi kati ya Ngalewa pamoja na chifu, kwa sababu tayari chifu atakwenda kuamini kwamba Ngalewa anaweza akawa amehusika na lamvu la kiza lililotumika kuweza kuhatarisha uhai wa maisha yake. Lakini kuna namna pia chifu wa himaya ya Mantale kama atatumia akili atagundua kabisa kwamba kuna mchezo ambao anachezewa na nani? Anachezewa na huyu mganga wa himaya ya Mantale Mr. Tano, kwa sababu hata kuondoka kwake hakumuaga, yani aliondoka kana kwamba ni kama kaupepo tu kanakuja na kuondoka bila kutoa taarifa. Lakini nina imani kabisa kwamba chifu kama atatumia akili yake, kwa sababu kipindi hiki amekuwa akitumia akili, yani kabla ya kufanya mambo amekuwa akiishirikisha akili yake kujua kwamba kitu anachokwenda kukifanya ni cha kweli au kitakuja kuwa na madhara hapo baadaye. Kama tulivyoweza kuona kwa Marikia Nzula, alitakiwa kumuua lakini alishindwa kufanya maamuzi ya kumuua kwa sababu alihitaji ushahidi. Yani kifupi ni kwamba anaogopa kisije kikatokea kile kilichoweza kutokea kwa mzimu wa Kopako. Aliweza kuuawa kwa kesi ama kwa tuhuma ya kubaka, kumbe ya kubaka hatimaye amekuja kuwa mzimu na amekuja kuleta maafa kwenye himaya ya Mantale. Kitu kama hiki hapa. So nafikiri kwamba haitakuwa haraka kwa chifu wa himaya ya Mantale kumwamini mganga wa himaya ya Mantale Mr. Tano ya kwamba Ngalewa alihusika kwa kile kilichoweza kumkuta, ama alihusika kutumia lamvu la kiza ili kuweza kumuondoa ama kuondoa uhai wake. Na chifu anafahamu kwamba lamvu la kiza siku zote huwa linatumika kufanya mtu apoteze kumbukumbu. Sasa sio rahisi kwa Mr. Ngalewa kutumia lamvu la kiza kumwangamiza nani? Kumwangamiza chifu wa himaya ya Mantale. Ana mambo mengi ama ana njia nyingi ambazo anaweza kuzitumia kuweza kumwangamiza chifu wa Mantale zaidi ya kutumia lamvu la kiza. Hivyo kama atatumia akili, chifu atagundua kabisa kwamba Ngalewa anasingiziwa. Na niombe tu hiki kitu kisije ikatokea, kwa sababu ikitokea Kitana atakuwa na hali mbaya, kwa sababu baba yake anahitaji msaada wake, na mtu wa pekee ambaye anaweza akaingia kule si mwingine zaidi ya nani? Zaidi ya Ngalewa.
kuelewa. Lakini pia nafikiri kwamba itakuwa ni vema kama tutaanalyze ama nitaanalyze kuhusiana na hiki kinachoendelea kwa Sauda. Sauda sijai kuona mwanamke mwenye roho mbaya kama Sauda jamani. Hivi unafikiri ni kwa namna gani anaweza akamtenga kaka yake wa damu, yani wamezaliwa tumbo moja baba na mama, amemtenga eti kisa mwamba ameraniwa? Na hii laana ilikuwa inazunguka ukoo mzima, lakini tuliweza kuona kwamba baada ya dada yake Nyamfulu kumwambia Sauda ya kwamba kaka yake amepona, na sio kawaida kwa sababu ya ile laana huwa haimwachi mtu, huwa inahakikisha kwamba imemuua. Sasa kushituka kwa Sauda, yani kwamba ni kwa namna gani kaka yake ameweza kuepukana na ile laana, ameponaje? Nimeona kabisa kwamba huenda kuna kitu ambacho tumefichwa hapa, na ninahisi kabisa kwamba ile laana itakuwa inahusiana na Sauda, kwa sababu sio kwa mshtuko ule. Yani kiufupi ni kwamba hakutakiwa kushituka hata kidogo baada ya kusikia kwamba kaka yake amepona. Kwa sababu gani nasema hivyo? Hapo mwanzo aliweza kumtenga kwa sababu ya hii laana, na dada yake tu mmoja Nyamfuru ndiye aliyebaki na kaka yake Roni mpaka siku ambayo aliweza kurudi kwenye hali yake ya kawaida, lakini ndugu zake wengine waliweza kumtenga, na wanafahamu kabisa kwamba hii laana inatoka kwa mtu mmoja inakwenda kwa mtu mwingine. Kama ni hivi, kwa nini wasingekaa naye pamoja? Kwa nini Sauda aliondoka? Hii inamaanisha kabisa kwamba Sauda kuna kitu anatuficha. Hakuna kitu chochote kinachosemekana kwamba ile laana inatoka kwa mtu mmoja inakwenda kwa mtu mwingine, bali huenda kuna ndugu yao mmoja tu huwa anaamuru kitu fulani hivi kije kimchukue mtu mmoja kwenye familia.